Haleluya, nyimbo yetu inasikilikana kwa furaha. Imani inaleta ushindi katika Bwana, ushindi ndani ya Bwana. Hata jaribu inaweza kuwa ngumu, lakini neema inaongezewa kwetu. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya, mimi ni huru, kwa maana imani yangu ndiyo ushindi. Shangwe na heshima. Haleluya, Yesu ni yote kwa ajili yangu. Nina uaminifu kubwa ndani ya Bwana. Ninafurahi kwa ajili ya neno lake. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana. Salama inajaa sasa moyo wangu. Furaha inakamata nafasi ya maumivu ya zambi. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya, mimi ni huru, kwa maana imani yangu ndiyo ushindi. Shangwe na heshima. Haleluya, Yesu ni yote kwa ajili yangu. Ninaonyesha uhuru wangu kwa kinywa kilichotakaswa na ya furaha. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana. Hata kama adui ananishambulia, lakini nabaki kuwa mwaminifu mpaka kwa kifo. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya, mimi ni huru, kwa maana imani yangu ndiyo ushindi. Shangwe na heshima. Haleluya, Yesu ni yote kwa ajili yangu. Wakati nikaposhinda adui wa mwisho, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ndani ya umilele yote. Nyimbo yangu ya utukufu itasikilikana kwa ajili yake. Ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ndani ya Bwana, ushindi ya ujao. Haleluya, mimi ni huru, kwa maana imani yangu ndiyo ushindi. Shangwe na heshima. Haleluya, Yesu ni yote kwa ajili yangu. Wapendwa ndugu na dada ndani ya Bwana, ninawasalimu kwa furaha kubwa ndani ya jina la damani la Bwana wetu. Ni heri kubwa ambayo tunaweza kuwa tunaishi kwa sasa, ya kwamba pia tunaweza kuamini sasa ahadi za wakati wetu, ya kwamba pia tunaweza kupata sehemu katika yale ambayo Mungu anayofanya kwa wakati huu. Jana niliweza tena kusikia mahubiri ya mwaka 1964 ya ndugu Branham, na anasema kwa mwisho, munajua ni mazoezi gani ya nguvu iliyofanyika tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1933, wakati hiyo wingu kubwa ya nguvu inayotoka mbinguni iliposhuka na iliposemeka kwa sauti kubwa, ya kwamba kama vile Yohana Mbatizaji alipotangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, na hivyo ujumbe uliopewa itakuwa mtangulizi wa kuja kwa pili
kwa Kristo, na tunaiona hivyo hivyo ikitimilika. Musa alikuwa na kutumwa kwake, ni kusema kuweza kutoa taifa. Yoshua naye alikuwa na kazi au kutumwa inayofuatana hiyo, ni kusema kuingizwa katika nchi ya ahadi. Nasi tunaona katika wakati wetu ya kwamba Mungu alikuwa na mtu mmoja kila wakati ambaye angeliweza kutumikisha ili neno lake liweze kusikilika na kuaminiwa na kuwekwa ndani ya matendo. Tunafurahi sana, tunashukuru sana, kwa maana tunaweza kuamini kama vile maandiko yanasema. Tutaweza sasa kusoma andiko fulani za Biblia, na ninawasihi mukamate hali ya kwamba Bwana si ndugu Frank, siyo ndugu Branham, lakini ni Bwana anayetuzungumzia hapo hapo kupitia neno lake. Na kusihi tunasoma Wakorinto wa kwanza sura 1 mstari wa 7 na 8. Wakorinto wa kwanza sura 1 mstari wa 7 na 8. Hata hamupungukiwi zawadi, mukingojea ufunuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, naye atawathibitisha ninyi hata mwisho, musilaumiwe katika siku ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni neno gani la ajabu! Ndani ya kurudishwa kwa ujao hakuna kitu kitakachokosekana. Tunaishi matayarisho yetu kwa sasa, na tutaonekana bila lawama mbele ya Bwana wakati atakaporudi kwa ajili ya kurudisha walio wake nyumbani. Nani hiyo ndiliweza kusoma, nani hiyo ndiyo itakayofanyika. Bwana wetu asifiwe na ashtukuzwe. Tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 14 mstari wa 22. Matendo ya Mitume sura 14 mstari wa 12, 22, mstari wa 22. Wakisimamisha nafsi za wanafunzi na kuwaonya wakae katika imani, na kuambia ya kama kwa mateso mengi imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndiyo, hiyo nayo ni neno la makini sana. Mahali pote walikuwa wakiweka nguvu wa ndugu zao na dada zao, nasi tunafanya hiyo kitu kimoja. Tunataka sisi wote waweze kuwekwa nguvu katika imani, na hata kama wanaweza kupita katika majaribu iliyo mabaya sana, lakini tutaona yale ambayo Paulo aliweza kuvumilia, yale manabii wote waliweza kuvumilia, yale ambayo watoto wa Mungu wa kweli waliweza kuishi kama vile mashida ndani ya majamaa, ndani ya mandoa, ndani ya ugonjwa, katika kuzeheka, ama pia kwa wazee, kama vile ile ijawahi kuwa kwa wakati wa zamani, lakini iko hivyo hivyo katika wakati wetu.
lakini tunawekana nguvu katika imani sisi kwa sisi, na tunajua kwamba kama Mungu anaahidi kitu fulani, anakuwa macho ili kuweza kuwa namna ya kutoka tuweze kuivumilia. Pamoja na Mungu mambo yote yanawezekana, na tutafika kiwango ambayo maajabu ya uponyaji yatafanyika hapo hapo mbele ya macho yetu. Bwana ni yule yule leo, nasi tunashukuru kwa ajili ya hiyo. Muwekwe nguvu katika mahitaji zenu ndani ya jina la Bwana. Nakusihi, tunasoma Wakorintho wa pili sura 11 mstari wa 22, 24 na 25. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 24 na 25. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups. Kwa Wayuda mara 5 nilipata mapigo 14 ila moja. Mstari 25. Mara 3 nilipigwa kwa fimbo, mara 1 nilipigwa kwa mawe, mara 3 nilipata kuvunjika kwa merikebu, mchana na usiku nimekaa katikati ya bahari. Hapa Paulo aliweza kueleza hapa majaribu aliweza kupita ndani, kwa maana alikuwa mhubiri wa neno la Mungu. Ndugu na dada, njia iliyo ngumu sana ni yale ambayo watumishi wa Mungu wanapita ndani. Wengine wote wanateseka na wako na mashida zao tofauti, lakini majaribu iliyo magumu sana yanakuwaka sana kwa wale ambao waliotumwa na Mungu. Na ndio maana Bwana wetu alisema, kuna mahali gani nabii ambaye hamkuweza kusaliti au kutesa, kadhalika na kadhalika. Lakini tushukuru Bwana kwa maana alitubeba katika hii majaribu yote iliyo magumu sana, ili wachaguliwa waweze kufika kwenye lengo. Ndugu na dada, inatuomba tu tuweze kushukuru na kuweza kutumainia Bwana, kwa tukijua ya kwamba atatupatia kutoka ndani ya hayo yote mahali ya ushindi. Na kusihi, tunasoma katika Wakorintho wa pili sura 12 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura 12 mstari wa 10. Kwa sababu hii ninafurahi katika udhaifu, katika matukano, katika mahitaji, katika mateso, katika taabu, kwa ajili ya Kristo, maana wakati mimi ni mdhaifu, wakati ule ule nina nguvu. Acha Bwana aweze kushukuriwa. Alipita katika haya majaribu yote, katika hizi mateso yote, lakini ndugu na dada, kama tunaweza kuwazia kuhusu Bwana wetu mpendwa na Mwokozi, wakati yote aliyomaliza mpaka kwa kusulubishwa, alikuwa tu na kutoeleweka, kulikuwa tu mastaka, aliweza kutukaniwa katika matukano yote ambayo aliweza kupata, lakini mapenzi ya Mungu yalifanyika kupitia yeye, na iko hivyo hivyo kwa ajili yetu. Tunapita katika hayo mambo yote. Wakati napowaza kuhusu yale ambayo liweza kusambazwa kuhusu mimi, moyo wangu inakauka, lakini ninafurahi
Inawezekana tu watumishi wa kweli wa Mungu wanapaswa kupita katika mastaka iliyo magumu sana, matukano au masingizio iliyo mabaya sana. Yote hayezi kuwa mabaya kama vile yale ambayo watumishi wa Mungu waliopita ndani. Katika mwaka 1979, mwaka 1979 walisema ya kwamba mimi ni mzinifu, ya kwamba mimi ni mwakoa wanaume, ya kwamba mimi niko Antikristo, kwamba mimi ni mnaye danganya bibi harusi. Yote iliweza kusambazwa pia hata kwa maandiko, lakini hakuna kitu kiliweza kubadilika ndani mwangu. Niliweza kushukuru Mungu, pia ninashukuru Mungu kwa maana niliweza kuvuka katika hayo mambo yote, naye atafanya hivyo mpaka kwa mwisho. Na wachaguliwa wote hawataweza kuamini hata mastaka mamoja au masengenyo mamoja, lakini wataamini ya kwamba Bwana alitamka mwito wa kiungu, ya kwamba nabii William Branham naye alishuhudia hiyo mwito wa kiungu, na kwamba mwito wa kiungu uliweza pia kutimizwa na kufanyika ndani ya ulimwengu mzima katika hii miaka 60 iliyopita. Acha Bwana aweze kushukuriwa. Nami pia nimepita katika majaribu iliyo magumu sana. Tuendelee na kusoma kwetu, ndugu Borg, na kusihi. Tunasoma Yakobo 5 mstari wa 11. Yakobo 5 mstari wa 11. Angalia, tunawaita heri wale waliovumilia. Mumesikia habari ya Ayubu, mumeona mwisho wa Bwana, ya kwamba Bwana ni mwenye rehema sana. Na mwenye huruma. Amina. Tunaweza pia kusoma sura 42 ya mtu wa Mungu Ayubu. Na tangu mwanzo ilikuwa ni kubomolewa, na baadaye watoto wote, wavulana wote na wasichana wote waliweza kufanya karamu iliyo yao ya kipekee. Na tazama, kukaja upepo ikafika na ikashika nyumba kwa upande ine ya nyumba, na ikaangusha yote juu ya hiyo karamu, na kila mtu akakufa kwa dakika moja. Muwazie mara moja, jamaa yote walikuwa wangapi? Wavulana watatu, wasichana wasaba, au wavulana wasaba au watatu, wasichana watatu. Katika hali yote haikuwa tena pale. Na kulipitikana kitu gani? Ayubu akakaa kwenye majifu, na pia kwa mwisho mke wake aliyekuwa amekata tumaini akakuja kumwona na kumwambia, kataa Mungu na ujikufie. Ndiyo, majaribu yanaweza kuwa magumu sana kwa ajili ya waamini. Na Ayubu pia naye alikuwa mtu wa Mungu mwenye nguvu, na alikuwa pia na majaribu iliyo magumu sana. Lakini mwisho ulibarikiwa, akawa na maradufu ya yale ambayo aliyokuwa nayo kwa mwanzo. Mungu alimpatia kurudishiwa kwa ujao, na ndiyo maana Ayubu alipewa kwetu kama mfano. Tunaisoma sasa na kusi, tunasoma Waefeso 6
mstari wa 10, wa Efeso 6 mstari wa 10 wa Efeso 6 mstari wa 10 mpaka 12. Ndasoma mstari wa 10. Basi kwa kumaliza, muzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wake. Hiyo inatuambia sisi sote. Kwa kumaliza, muzidi kuwa hodari katika Bwana, katika uwezo wa ndani wa Mungu, ili tugeuke kuwa washindi, ili tusiweze kuangamia ndani ya majaribu yetu, lakini tuweze kuwa siku zote na bidii inayofanywa kuwa upya mpaka ushindi wa Mungu iweze kuonekana. Ndiyo, tunaweza tu kushukuru Bwana na kusifu jina lake. Na kusihi, nasoma ndani ya Efeso 6 mstari wa 11. Sasa vaeni silaha zote za Mungu mupate kuweza kusimama juu ya nguvu ya hila za shetani. Acha Mungu anipe hiyo, Bwana Mungu atupatie hiyo sisi sote, ili tuweze kuvaa silaha ya ujao ya Mungu na upanga wa Roho iliyo ya lazima kwa vita ni neno la Mungu. Na hapa ningelitaka na ninaweza kuongezea kitu fulani. Ndugu Branham aliweza kuchukuliwa nyumbani tarehe 24 mwezi wa 12 mwaka 1965. Nilimwona akipanda akiwa juu ya wingu ya kimaajabu, lakini baadaye kukaja tarehe 31 mwezi wa 12. Ndani ya saa tatu za mwisho za tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 1965, neno liliniambiwa, mtumishi wangu, nimeweka upanga wangu ndani ya mkono wako. Mbele ilikuwa imewekwa ndani, upanga ulikuwa umewekwa ndani ya mkono wa ndugu Branham wakati alipokuwa huko ndani ya milima akitafuta Mungu ndani ya maombi. Na sasa mbele niweze kuanza huduma yangu, upanga wa Roho uliweza kuwekwa ndani ya mikono yangu. Na nawaambia, mnaweza kuisoma, mnaweza kuifungua mahali pote mnapotaka, mahali pote. Upanga wa ukali wa neno ama ukali wa neno unasikilikana mahali pote, na tunashukuru Bwana Mungu kwa maana neno lake halirudi bure, lakini linatimiza vizuri yale ambayo iliweza kutumwa. Na kisha ninaweza pia kuweza kutamka kwa mafupi mfano hii. Tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 1966 kulipitikana kitu fulani kilicho kya kimahajabu. Mnajua ya kwamba ndugu Branham aliweza kuzungumza kuhusu nyumba ya zamani, na akasema kuhusu hema kubwa jipya ambayo ndani yake angelipashwa kuleta ujumbe. Na tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 1966 niliona hiyo nyumba ya zamani, na kulikuwa manguzo ya mti, na kulikuwa pia mambo ya majezi ya kimaso. Lakini tazama hapo chini,
ulikuwa ikiingia katika nyumba hiyo, na walikuwa kivuka, ulikuwa ikiingia katika hiyo hema mpya. Na kama nyumba hiyo ilikuwa ikifanya mita 15 kwa upana, na hiyo hema nayo ilipaswa kufanya mita 15 ya upana, lakini Bwana aliweza kuniongoza kwa kiwango niweza kuingia katika hiyo nyumba ya zamani. Nikapanda madaraja ya hiyo mbao, nikavuka hiyo madaraja zote ya hiyo upande mpaka kwa nafasi ya kwanza, nikakaa na nikatazama na nikaona chumba, na sio tu hema kama vile ninavyoiona hapa, lakini ilikuwa ni chumba, iko kama vile ilikuwa ni kitu fulani cha ajabu, na nilikuwa nimeshangazwa sana. Lakini ilikuwa ikiwa wazi kwa mara ya kwanza nilipoiona, na hapo muda kidogo tu ilikuwa imejaa na watu wengi sana, ilikuwa imejaa. Na hapo sasa ndipo neno liliweza kuniambiwa katika Kiingereza, sasa saa yako imekuja, na kusihi shuka kwenye madaraja na ukuje. Nilisimama na nishuka hizo madaraja, na juu ya hiyo, na kama hii ingekuwa njoo hii nyumba hiyo, na hapo sasa iko kama vile hapa njoo kunakuwa hiyo hema nzuri sana mpya, na hapo sasa kulikuwa hiyo chumba kubwa ya katikati, na hapa sasa kwa upande huu kulikuwa hiyo madhabahu ya ndugu Branham, na karibu hapa, karibu mita moja ya hiyo nyumba, ningelipashwa kufanya hiyo kuzunguka hiyo madhabahu na kusimama katika hiyo madhabahu. Na hapo sasa sauti ikasikilikana, tazama sasa, simama na ugeukie taifa na useme ya kwamba kuja kwa Bwana kuna karibia. Na hivyo ndivyo niliweza kuanza kuleta ujumbe wa Mungu, nikiwa chini ya agizo ya Mungu kwa neema. Na kila wakati Bwana aliweza kunipatia maagizo kuhusu yale ambayo nimpasha kufanya na namna ningeliweza kuifanya. Jina lake takatifu liweze kusifiwa na kushangiliwa na kusihi. Tunasoma katika Efeso 6 mstari wa 12, wa Efeso 6 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hii, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Lakini kwa hiyo pia nayo, ndugu na dada wapendwa, na sana sana nikiambia watumishi wote wa ndugu, tunapaswa kuagiza adui kweli, kuagiza kwa jina la Yesu Kristo, toka, ulishaka shindwa, ulishaka shindwa kwa msalaba wa Kalvari. Hauna mamlaka moja, hakuna hata uwezo tena juu yangu. Nimekombolewa, damu ya agano jipya ilimemwangika kwa ajili yangu. Mimi ni mali ya Yesu Kristo. Toka shetani, toka katika jina takatifu la Yesu. Ninakuagiza nikiwa chini ya mamlaka niliyopewa na neno la Mungu aliye hai. Tunapashwa kuwa na bidii hiyo, ndugu na dada, kweli ndani ya imani. Ndani ya imani ni kwa ajili ya hiyo sasa ndipo kuna kuja mahubiri. Imani inakuja kutoka mahubiri, na kwamba kutoka mahubiri hiyo mnatoka imani ya kweli iliyo hai, yenye nguvu, ambayo shetani anapaswa kutambua.
kuna kundi iliyokombolewa na damu, kuna bibi harusi wa mwana kondoo wa Mungu, kuna waliokombolewa ndani yao, hakuna shetani, hana tena nafasi ndani. Acha Mungu aweze kutumikisha hii mahubiri mepesi kwa ajili ya mambo haya, kwa maana ni hivyo ndivyo inavyoandikwa. Imani inakuja kutoka mahubiri, mahubiri inatoka ndani ya neno la Mungu. Haleluya, haleluya! Mahubiri haitoke kwangu au kwa ndugu Branamu, iwe kwa ndugu Paulo, lakini kutoka neno la Mungu inaloletwa na watu wa Mungu ambao Mungu aliweza kuzungumzia, na neno halirudi bure. Lakini sasa na leo kama tunavyosikia sauti yake kutoka neno lake, yale ambayo Mungu aliyoahidi katika neno lake kwako na kwangu, mimi na kwetu sisi, yote yatafanyika. Na kusihi, tunasoma Wakolosai 2 mstari wa 15. Wakolosai 2 mstari wa 15. Puis après avoir complètement désarmé les puissances et les autorités, akikwisha kuondosha falme na mamlaka, akizionyesha waziwazi, akizishangilia katika msalaba huu. Haleluya! Ndugu na dada, hiyo ni kitendo cha kiungu cha ushindi iliyofanyika juu ya msalaba wa Kalvari. Mkombozi wetu alimwanga damu yake, damu ya agano jipya. Tulikombolewa, nasi tuko mali ya Bwana. Shetani hana tena mamlaka juu yetu. Tulifanya kuwa huru, tulitenganishwa na yote inayotufunga, yote ambayo iliyokuwa ikituzuiza ndani ya ufalme wa Mungu. Acha iweze kuwa hivyo, ili ushindi wa Mungu iweze kuonekana pia ndani ya maisha yetu binafsi, kwa vijana, kwetu sisi sote, ya kwamba hatuko tena wa dunia hii, lakini sisi tuko mali ya Bwana, na kwamba ushindi wake ndiyo ushindi wetu, ya kwamba ushindi wake ni ushindi wetu, kwa maana walishinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa damu ya ushuhuda wao. Inaomba ili neno takatifu la Mungu liweze kugeuka kuwa ushuhuda iliyo hai ndani ya maisha ya wale ambao walikombolewa kwa damu, na ili Bwana aweze kumaliza kazi yake kupitia sisi. Haleluya! Na kusihi, tunasoma Yohana 17 mstari wa 6. Yohana 17 mstari wa 6. Nilifunua jina lako kwa watu wale ambao ulionipa katika dunia. Walikuwa wako na ulinipa, nao wameshika neno lako. Haleluya! Tuna hapa kusema kwa machache kwa yale ambayo iliweza kufanyika, ya kwamba nilifunua jina lako kwa wale ambao ulionipa katika dunia. Walikuwa wako, uliwanipa, Bwana wetu alivyosema.
nao wameshika neno lako. Haleluya, wameshika neno lako. Tutaweza kusoma kwa mafupi andiko fulani na kuweza kuenda tena mbali. Tunasoma Yohana 17 mstari wa 9. Yohana 17 mstari wa 9. Ninawaombea, siombei dunia, lakini hawa ambao ulinipa, kwa sababu wao ni wako. Haleluya. Kwa mafupi, ni mali yako, wao ni mali yako, wao ni wako. Usifiwe na ushangiliwe. Wewe ni wa Bwana, jina la Bwana liweze kusifiwa. Na kusihi tuendelee na kusoma. Tunasoma ndani ya Yohana sura 17 mstari wa 14 na 15. Yohana 17 mstari wa 14 na 15. Nimewapa neno lako, na dunia iliwachukia, kwa sababu wao si watu wa dunia, kama mimi nisivyo wa dunia. Siombi ya kama waondowe katika dunia, lakini wachunge kwa yule mwovu. Jina la Bwana liweze kusifiwa. Wapendwa ndugu na dada, mnajua nyote ya kwamba Yohana 17 ni ombi la Bwana wetu, si mazungumzo, si mahubiri, lakini ni maombi ambayo Mwokozi wetu aliweza kuleta mpaka kwa kiti cha neema. Ndugu na dada, Bwana wetu hakutukomboa peke yake, hakutupatia tu msamaha peke yake, hakutupatia tu uponyaji peke yake, hakutupatia tu uzima wa milele peke yake, lakini alituombea pia. Wao ni wako, kama vile anavyoambia baba yake, na baba yake aligeuka kuwa baba yetu. Na ndiyo maana nasi tunaomba Baba yetu uliye mbinguni, uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yohana 17 inapashwa tena kusomeka kwa upole na wote, pole pole na wote katika maombi. Na kusi tunasoma Yohana 17 mstari wa 18. Yohana 17 mstari wa 18. Hata sawa sawa ulivyonituma katika dunia, vivyo hivyo niliwatuma katika dunia. Bwana aweze kushukuriwa. Na hivyo hivyo kama vile alivyotumwa ili aweze kutimiza ukombozi, na hivyo hivyo nasi tuliweza kutumwa katika ulimwengu ili tuweze kutangaza hii ujumbe wa kiungu wa wokovu iliyotimilika, ili sasa wale wote waliotayarishwa ili waweze kuwa pamoja na Bwana milele na milele waweze kuja kwa imani. Yote yanatembea pamoja. Na kusi tunasoma Yohana 17 mstari wa 20. Yohana 17 mstari wa 20. Wala si hawa tu ambao ninaombea, lakini wao vile vile ambao wataniamini kwa sababu ya neno lao. Bwana aweze kushukuriwa. Ninyi yote mmekwisha kusikia vizuri. Hakuzungumuza tu kwa wale ambao walikuwa wakikaa mbele yake peke yake. Sema kwamba si waombee hao peke yake, lakini wale wote watakao niamini kupitia utangazaji wa ujumbe wa wokovu wa kiungu. Bwana alishaka kuombea wachaguliwa waliokombolewa wote. Waliokombolewa wote, wale wote ambao watakao geuka kuwa waamini ndani ya miaka 2000. Na alituombea pia tangu wakati huo
nasi tunashukuru kwa ajili ya hiyo. Hiyo ni ukombozi kwa neema iliyotimilika mahali ya kimahajabu. Amina. Nakusi tunasoma Yohana 17 mstari wa 21. Yohana 17 mstari wa 21. Ili wote wakae mmoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu na mimi ndani yako, wawe mmoja ndani yetu, dunia ipate kuamini ya kama ulinituma. Acha Bwana aweze kushukuriwa kwa ajili ya hiyo, ili wote wawe mmoja, ili kusiwe tena magawanyiko, kusiwe maoni, kusiwe kitu kigeni kinaweza kuingia, lakini neno peke yake liweze kuaminika na kuwekwa katika matendo ndani ya utiifu, ili wote wawe mmoja, umoja ndani ya Roho. Ndiyo matokeo ya kiungu ndani ya waliokombolewa, ili aweze kujionyesha na nguvu zake zote. Kwa mwanzo kanisa lilikuwa moyo mmoja na nafsi moja, na ndiyo maana Mungu aliweza kujionyesha mahali ya nguvu, ili wale wote walio na maoni yao binafsi waweze kunyamaza. Wale ambao wanaosikia sasa neno la Mungu wasiweze kusikia kitu kingine, wasisikie tena kitu kingine, lakini kuweza kusikia neno takatifu la Mungu, ili nasi tuweze kufikia kwa umoja wa ujao, katika umoja wa ujao, na ili tuweze kuishi nguvu, kitendo cha nguvu cha Mungu. Hiyo ndio ombi la Bwana wetu, na ombi lake liweza kujibiwa. Hiyo naiamini, na naamini ya kwamba kanisa litarudishwa, na kwamba wote watakuwa na woga wa Mungu na imani ya kweli, matunda ya Roho, makarama ya Roho yote yatarudi kwa mwanzo, na kwamba hakutakuwa hata fundisho moja inayoleta magawanyiko, lakini watafundisha tu yale inayoandikwa, na hiyo inatuunga sisi sote, na hiyo inatuunga sisi sote chini ya mwongozi wetu Yesu Kristo. Acha jina lake liweze kusifiwa na kusihi. Tunasoma Yohana 17 mstari wa 22. Yohana 17 mstari wa 22. Na utukufu ambao ulinipa nimewapa, wakae mmoja sisi tulivyo, kama vile sisi tulivyo mmoja. Mnaona kitu gani inayohusika, ndugu na dada? Nimewapa utukufu ambao ulinipa, nimewapa. Ulishaka pokea nini kutoka utukufu wa Mungu? Nina kitu gani? Tuna kitu gani? Sisi sote tunahitaji kitendo cha kimaajabu cha Mungu katikati yetu, kwa namna hiyo mmoja kama vile mwanzo, ili ombi nalo pia liweze kutimilika, na hiyo itafanyika. Acha Bwana aweze kushukuriwa kwa ajili ya hiyo na kusihi. Tunasoma Yohana 17 mstari wa 24. Yohana 17 mstari wa 24. Baba, ninataka sana hawa ambao ulinipa wakae pamoja nami,
pahali nilipo, waone utukufu wangu ambao ulinipa, kwa sababu ulinipenda mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Jina la Bwana liweze kusifiwa na kushukuriwa. Na isema tena ingine mara moja, ndugu na dada wapendwa, msome tena na tena ombi la Bwana wetu, na mumuombe hivyo hivyo: Bwana, timiza hiyo ndani ya maisha yangu, fanya ili haya yaweze kufanyika kama vile ulivyoisema ndani ya ombi lako toka mwanzo mpaka mwisho, na kama vile ulivyoionyesha kwa Mungu, iweze kuwa hivyo kwa ajili ya sisi sote. Na kusihi, tunasoma Efeso 5 mstari wa 20. Efeso 5 mstari wa 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur. Mukishukuru Mungu ndiye baba yetu siku zote kwa mambo yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hili neno nalo pia, wapendwa, tunataka kuweza kuiongoza mpaka kwa mwanzo wa hii kuchunguza kwa neno la leo. Nasema kwamba mshukuru Mungu katika mambo yote, katika majaribu yote, katika yote ambayo tunapaswa kupita ndani, katika magonjwa yote, katika yote mshukuru Mungu katika hali yote, kwa maana ni hivyo ndivyo anavyotaka, ili tusiweze kushakia, ili tusiweze kukata tumaini, lakini tuweze kushukuru, kwa maana Bwana atapata kutoka katika mambo hayo yote mhali ya kimahajabu, naye ataonyesha ushindi wake. Na kusihi, tunasoma andiko ya mwisho ya Biblia, Waebrania 10 mstari 36 na 37. Waebrania 10 36 na 37. Car vous avez besoin de persévérance, kwa sababu mnahitaji saburi, ili mukikwisha kufanya mapenzi ya Mungu mupate ile ahadi. Verset 37, encore un peu, sura 37. un peu de temps, kwa kuwa bado kidogo sana, et il ne tardera. Yeye anayekuja atakuja wala hatakawia. Loué soit notre Seigneur. Bwana wetu aweze kusifiwa. J'aimerais lire ce passage. Ningelipenda niweze kuwa nasoma kila prédication, mwisho wa mahubiri andiko hii ya Biblia, le recommander dans le cœur, na kuweza kuiomba ndani ya mioyo ya wote, peu de temps, ya kwamba kuna baki muda mfupi kidogo mbele yule anayekuja ambaye anapasha kuja, ne se fera pas. na yeye hatachelewa. Nous voyons-nous pas, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui se passe sur la terre? Hatuone, wapendwa ndugu na dada, yote inayopitikana katika ulimwengu hii, N'est-il pas un alama za wakati hazina lugha iliyo wazi au masemi iliyo wazi? Ne devons-nous pas relever la tête comme il était Hatupashi kunyanyua vichwa kama vile vinavyosemeka, kwa maana ukombozi wenu inakaribia. Ne devons-nous pas lire Nasi hatuwezi kusoma na kusoma tena yale ambayo Bwana wetu aliyosema, si vous voyez que tout cela est ya kwamba kama mkiona haya yote yakifika, vos têtes? munyanyue vichwa vyenu. Ne devons-nous pas lire Nasi hatupashi kusoma na kusoma tena maandiko zote za Biblia et remercier na le kuweza Seigneur kushukuru Bwana, de ce que kwa maana nous sommes vraiment arrivés nasi tumefika sasa kwa mwisho temps de grâce, wa wakati wa neema, que le Seigneur na kwamba Bwana achèvera son œuvre atamaliza kazi yake avec pamoja na kanisa lake, pamoja na kanisa lake bibi harusi, et qu'il na
atakuja sasa kama vile bwana harusi na kuweza kuwarudisha nyumbani kwake kwa ajili ya karamu ya harusi. Na pia pamoja na Israeli tunaona mambo yote yanatimilika. Baada ya miaka 2000 Israeli imegeuka kuwa tena taifa, lakini wanapaswa kupita katika mavita mengi na majaribu mengi mbele ya kuweza kufika katika hali ambayo iliyokuwa imetabiriwa ndani ya neno la Mungu, ya kwamba yote tafika, ya kwamba mataifa yote yatakuja Yerusalema, na si kwa ajili ya kupigana, lakini kuweza kusikia neno la Mungu, kwa maana neno litatoka tena Yerusalemu na mafundisho kutoka kwenye mlima wa Sayuni. Baada ya vita zote ambazo zinazotuumiza, baada ya vifo vyote, baada ya damu hiyo yote imemwangika, baada ya hayo yote kutakuwa salama. Na tunashukuru Bwana kwa maana sasa yote yanafika sasa kwa dakika moja baada ya nyingine, na kurudi kwa Bwana sasa iko karibu sana. Tena onyo kwa wandugu wote, na wasihi mushike tu yale yanayoandikwa ndani ya neno la Mungu, na muweze kuhubiri tu yale ambayo neno la Mungu linasema. Acha utukufu iweze kuwa kwa Bwana wetu. Anaita kutoka makabila yote. Kama mnaweza kujua yale yanayopitikana katika ulimwengu mzima, ya kwamba mataifa yote yanasikia sasa, ya kwamba wanaendelea pia kutafsiri ndani ya lugha zote, pia hata kwenye pembe zote za dunia. Ujumbe wa mwisho imekwisha kutolewa, na ndiyo maana itatimia pia. Ujumbe huu wa wokovu inapaswa kuhubiriwa kwa mataifa yote kama vile ushuhuda, na hapo sasa mwisho utakuja, na mwisho utakuja kama vile inavyoandikwa. Na hivyo kama vile inavyoandikwa, ujumbe wa wokovu itatimiza ndani ya wote yale ambayo iliweza kutumwa. Kwa Mungu wetu ipewe utukufu. Na ndugu na dada, mubarikiwe ndani ya majaribu yenu yote, ndani ya mahuzuni zenu zote. Muwekwe nguvu ndani ya imani, mupate tena bidii mpya, mutumainie Bwana, naye atafanya mambo yote vizuri. Tunajisifu kwa ajili ya damu ya mwana kondoo, tunajisifu kwa ajili ya neno la Mungu, na tunajisifu kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambayo inayokuongoza katika kweli yote. Na ushindi wa Mungu ni yako, ni yangu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Jésus, garde-moi près de la croix. Yesu, unilinde karibu ya msalaba. Hapo kuna chemuchemu ya damani, huru kwa wote, muto ya uponyaji inabubujika kutoka mulima wa Kalvari. Kwenye msalaba, ndani ya msalaba kutakuwa utukufu wangu siku zote, mpaka nafsi yangu iliyo teswa iweze kupata pumziko yake ngambo ya pili ya mto. Karibu ya msalaba, nafsi inayotetemeka, upendo na rehema imenipata. Hapo nyota ya asubuhi na ya nuru inayoangaza mianga yake karibu yangu.
Ndani ya msalaba mtakuwa utukufu wangu siku zote, mpaka nafsi yangu iliyoregea iweze kupata pumziko upande wa pili wa mto. Karibu ya msalaba, o mwana kondoo wa Mungu, nionyeshe hiyo kitendo. Nisaidie niweze kutembea siku kwa siku na kivuli chake karibu yangu. Ndani ya msalaba mtakuwa utukufu wangu siku zote, mpaka nafsi yangu iliyoregea iweze kupata pumziko upande wa pili wa mto. Karibu ya msalaba nitatazama na nitangoja nikitumaini, nikiwa na matumaini kubwa, mpaka niweze kufika kwenye hiyo mahali pa pumziko upande wa pili wa mto. Ndani ya msalaba mtakuwa siku zote utukufu wangu, mpaka nafsi yangu iliyoregea iweze kupata pumziko yake upande wa pili wa mto. Ndani ya msalaba mtakuwa siku zote utukufu wangu, mpaka nafsi yangu iliyoteswa iweze kupata pumziko upande wa pili wa mto.